Waandishi wa habari, mimi kwa majina naitwa Dr. Kumbuka, najua wengi mnanifahamu, na kwanza kwa kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia pumzi na uzima wa siku ya leo kuwaita hapa. Tuna jambo letu, au ndugu zangu, kuzungumza ndugu zangu wanawake maji ya kwanza aka majangili wana jambo lao kubwa, na mimi nikasema nikiwa kama mimi ni event coordinator wa hili jambo lao, kwamba kisha kwamba jambo linafanyika kwa ukubwa. Nikasema hapana, hatuwezi kufanya jambo bila Watanzania kuwashirikisha. Kwa nini leo mtaweza kujiuliza? Tuko hapa, mimi Dr. Kumbuka, kushoto kwangu yuko Kitasa, unaona, mwanamke ambaye tajiri Kitasa, unaweza kumuita hivyo, mwanamke ambaye anamiliki bwana unafanana na rangi. Lakini pia huku pembeni ngumi niko na tajiri wa miaka yote, mwanamke ambaye ana tuzo yake ya mtunzaji bora wa mwaka 2024-25 ambaye alipewa na Kitasa, na kama ulivyoona kwenye mitandao ya kijamii ile trend video bibi Mariam Chozi akienda kutunza milioni 17 kwa udugu wake na John, akatunza iPhone 17, yeye mwenyewe bado yuko 15. Unaona vizuri, kwa mambo ni mazuri mjini, unaona eka zake zilivyo. Kwa leo labda mtajiuliza kwa nini tuko hapa. Naomba niwakaribishe waandishi wa habari, kama nilivyosema la kwanza, kwa sababu nyinyi familia yangu, hakuna jambo ambalo tunafanya lisifanikiwe kupitia nyinyi, na tunaamini kupitia nyinyi jambo hili ambalo tunakusema kulizungumza hapa litawafikia Watanzania wengi. Cha kwanza, tuna jambo kubwa, na jambo kubwa hili kama unavyoona bana nyuma hapo inavyojieleza, hiki ni kibao kata. Sawa, kibao kata kata mwaka 2025 kulikuwa na mambo mengi sana ndugu zangu, kulikuwa na mambo mengi, nadhani sitaki kuya mention, lakini kupitia Mariam Chozi, ukienda kwenye Uswahili, ukienda kwenye standard ya katikati, ukienda standard ya juu, mambo yalikuwa yako mengi. Kupitia Kitasa, mambo yalikuwa yako mengi, lakini wao kwa pamoja wakasema hapana, huu mwaka hatuwezi kuacha hivi, lazima huu mwaka tuuache na shindwi. Mwaka huu lazima tuushindue, mwaka huu lazima tuubidue, vya kuoga tupake, vya kupaka tumeze. Wakaja na jambo lao kubwa kabisa la kibao kata cha kufunga nini mwaka, na kibao kata kama unavyokiona walengo wenyewe ni hawa majangili. Kwa hiyo nimewaiteni hapa au kuja kwenu hapa mje kuwasikiza hawa majangili wawili, jambo hili limekuwaje, kwa nini kibao kata kinafanyika wapi na lini, lakini pia lengo ni nini maana mimi vaza chini nimesikia kibao kata Mlimani City, au sivyo? Tajiri Kitasa vipi Mlimani City? Nimeshangaa kwa kibao kata, mimi tangu napata historia sijai kuona kibao kata kinafanyika Mlimani City. Tumeshuhudia hata au master hajawahi kufanya kibao kata Mlimani City. Kitasa, Chozi, na kama mnavyojua picha halisi ya Mlimani City, ukumbi hamna ukumbi wa chumba na sebule pale. Ukumbi wake pale unaojua, unaona vizuri ukikanyaga kila hatua yako inajilipia. Kwa leo hii tuangalie vipi, na ukiangalia Chozi juzi mtu kutunza milioni 17 na iPhone 17 mwenyewe japokuwa kwenye bado mwaka 15. Haya mambo yanaenda yako vipi? Unaona vizuri haya mambo yanaendelea yana utamu vipi? Kwa hiyo nimkaribishe Kitasa, karibu sasa uzungumze na Watanzania, na waandishi wa habari wako hapa, uwape picha nzima halisi ya nini ambacho siku ya leo umekusudia kukisema na kuambia Watanzania, na nini ambacho kinaendelea kupitia tarehe 28. Mimi nimeenda vizuri, nimeupa ni vizuri. Wewe umezoea. Jambo langu hilo. Haya. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe mabibi na mabwana. Lengo langu kubwa kwanza la kuita waandishi wa habari ni kwa ajili ya kibao kata mwaka 2025. Kauliza Kumbuka why Mlimani City? Mlimani City kwa sababu sisi tunaofanyaga hizi shughuli zetu za taarabu, vibao kata, sijui nini, asilimia kubwa watu wamekuwa wameweka ni kama vile shughuli za raw. Yaani za low budget, yani za chini sana. Wazungu wenyewe mnaita sijui low budget hivyo. Local budget. Yes. Lakini sasa haipo hivyo. Asilia kubwa ya Watanzania ni Waswahili. Na asilia kubwa ya starehe ya Kitanzania ni hizi ngoma. Yaani vibao kata sio vya leo sio vya jana, ni mabibi na mababu zetu. Baikoko sio leo sio ya jana. Taharabu, yani ni vitu vya asilia. Kwa tutakuwa tuna taharabu, tutakuwa na kibao kata, tutakuwa na baikoko, pia tutakuwa na magoma. Yaani tutakuwa na vitu vyetu vya asilia, ndio starehe zetu kubwa. Ningependa kushare na Watanzania wote wakaribia Mlimani City kwa gharama ya shilingi 10,000 tu. Yaani 10,000 yako unapata kijora chako. Iko kijora unakuja Mlimani City. Kama uko Manzese, uko Mbagala, uko Chanika, uko Kimvure, popote utapokuwa.
Hii sio ya Kitasa na marafiki zake, sio ya Chozi na marafiki zake, ni ya Chozi na Kitasa na wananchi wote wa Tanzania, ndugu zangu Waswahili wenzetu, yani tunaopenda hizi starehe. Ila ukishavaa kijora chako hakikisha, mimi mmeniona hapa sijapaka poda kubwa, ila kidogo nimejifatwa kidogo, naonekana na kimuonekano, unakuja umependeza Mlimani City. Tubadilishe kwanza, tutoke kwenye kibao kata kiwe cha kawaida, tukipandishe na sisi tupande 26 hiyo. Mtu akeka kibao kata ajue kwamba naenda kwenye shughuli ya maana. Na wakaribisha ndugu zangu wa Tanzania, kijora chetu shilingi 10,000. Tutawekea namba zetu za simu na tutaleteni pia kijora hapa tutakitangaza. Haya, Chozi njoo hapa. Sasa mimi kuongea. Kuongea sana. Ndio kama ilivyotangulia kuzungumza wizara. Sawa Ndio hiyo jambo hilo. Jamani, kama walivyotangulia wenzangu kuongea kwamba tuna jambo letu tarehe 28 mwezi wa 12 tunaukata mwaka na kibao kata pale Mlimani City. Mimi sio muongeaji sana. Jamani, nunueni sale, kijora tunauza shilingi 10,000. Njoeni tu enjoy. Njoeni tufanye starehe. Maana kuukata mwaka kama watu wanaofunga mwaka, sisi tunaenda tunafanyaje? Tunaukata. Tutakuwa live tarehe 28 mwezi wa 12 hapo Mlimani City. Karibuni sana. Hii sio ya kwetu tu, hii ni ya watu wote. Karibuni sana. Sawa, kuna swali lako zuri sana, lakini kuna kauli moja wa Zanzibar wanatumia na kwamba mambo na watu peke yako uyawezi. Kibao kata mimi kwanza cha nani nilikuwepo kama ndo mshereheshaji pale. Kwa nafasi yangu ilikuwa kama mshereheshaji. Lakini pia nilikuwa ndo event coordinator wa kile kibao kata chote, kwamba hapo bwana tupambe hivi, hapa tuweke hiki, hapa tufanye hiki, buffet chakula ikae hivi. Nadhani unajua kazi za event coordinator. Kwa mimi ndo nilikuwa pale coordinator ya jambo zima. Hata hao walipoona kile kimefanikiwa kwa ukubwa, wakasema hapana, tukimtafuta daktari hapa mwenye huu mji wake, naona vizuri atatupangia jambo zuri. Ndio maana mimi walipokuja wakasema atakatufanyie ukumbi wa Ubungo Plaza huko. Nikamwambia hapana. Yaani hamwezi kushtua. Mtaka kushtua kitu lazima muwatoe watu kwenye walipozoea. Mwalete kwamba kitu kinawezekana. Hata wao wanakwenda kusema kweli tutaweza Mlimani City, kama mtaweza. Na watu watapata shauku kubwa ya kuja Mlimani City kwa sababu wanajua Mlimani City, wewe mwenyewe hapo hoja tu akili yako inawaza kwa kushasikia Mlimani City, unajua bonge moja la nini? La event linafanyika. Kwa hiyo tayari ile ukubwa wenyewe ile jambo limebebwa na nini? Na Mlimani City. Kwa hiyo idea yangu ilikuwa ni kuwapangia matukio mazuri, sehemu ya kufanyia matukio na watu ambao watasherehesha hayo matukio kwenye swala zima la burudani, na ndio maana unaona niko hapa. Kwa hiyo kwa hiyo bao kata sio special kwa wanawake. Special kwa wanawake. Kwa hiyo wanaume wanaouzwa kwenye bao kata wao kushuhudia. Kwanza ujiulize kwa nini kibao kata kinapigwa na wanaume? Kwa nini kisipigwa na wanawake? Ukienda Tanga kule unaona Tanga. Baikoko unapochezwa inachezwa na wanaume, lakini ukienda huko kwako ukicheza utakwambiaje? Atakwambia tayari huyo ka left. Unafikiri? Kwa hiyo hivi vitu vipo, lakini kuja kwa sasa kwa swala zima la wanaume inakuja kulingana na Kitasa na Chozi. Chozi ana watu. Sababu siku matajiri wa kiume pia watakuepo. So wanapenda ekaeka, na unajua wanaume wetu wa dawa, wanaume wengi wa dawa wakija wanatafuta watoto wazuri mle ndani, namba mpya. Unaona vizuri. Kwa hiyo mtu mwingine anaona anakuja mle ndani, anakuja kurefresh lakini anapata starehe, lakini pia anapata na mtu ambaye farini alomchagua. Sasa kama usema tunaanzia siku hiyo. Hauna ngopa ndugu zangu. Kwa hiyo huyu iko kuepo. Wao wakaangalie wanaume wengi kwenye kibao kata huko wanachokisema Roja. Ni wanaume ambao wajiweza, sio wehae, sio pakavu tia nini? Tia mchuzi. Sio handudu handada, wanajiweza. Ila tu wanapenda shengesha za nini? Za mjini. Ndio maana wanakuja humo. Sawa. Labda wazungumzie wale wengine wale. Na maswali mawili. Swali moja kwa kukumbuka mengine kwa waandaaji wa kibao kata. Nimesikia Kitasa hapa anasema hiyo tarehe 28 utakuwa hakuna kiingilio, yani kiingilio ni hisara ambayo tu mtu utakata. Labda pengine mtu nyumbani amekaa anajiuliza lengo la Kitasa na madam Chozi kuandaa hiyo kibao kata, lengo lenu hasa ni nini? Ikiwa labda target yenu sio pesa, target yenu yani ni nini? Mtu anaweza kujiuliza swala la kwanza. Swala la pili, kwa taarifa ambazo sio rasmi, mimi nimesikia siku ambayo mnafanya tarehe 28, siku ambayo kunafanyika cha kibao kata Mlimani City. Madam Choma pia naye atakuwa anafanya kibao kata. Nimesikiliza maoni ya watu Instagram na nini, soma comment, nisikia kwamba yule ana pesa kuliko nyinyi na nini.
hiyo imekaaje kwa Sasa hapo mimi hapo nikae pembeni wapishe majangili. Swali langu nini lilikuwa? Niwezi kulijibu afu wapishe majangili. Majangili. Jibu jangili. Swali la kwanza lilikuwa nini? La kwanza lilikuwa kibao kata ni nini ikiwa target yenu sio pesa? Lengo la kufanya kibao kata ni kaa hapa ili upate jambo